Kitu cha kuvutia katika mechi ya leo Simba dhidi ya Pamba Jiji FC iliyofanyika kule KMC, Simba waliibuka na ushindi wa goli 2-1. Ni goli ambalo limefungwa na Mpanzu Kibisawala likihusishwa na goli ambalo lilifungwa na Netherlands wakicheza dhidi ya Argentina. Uholanzi dhidi ya Argentina mwaka 2022 FIFA World Cup, kombe la dunia la mwaka 2022. Goli hili ambalo limefungwa na Mpanzu lilifungwa kwenye kombe la dunia Netherlands dhidi ya Argentina mwaka 2022. Nimekuwekea goli hili hapa, utaangalia na wewe utatoa maoni yako kuhusiana na goli hili. Je, kuna ukweli katika hili? Na kwa nini nimezungumzia hivyo? Ni kwa sababu ya mashindano ambayo yanaendelea sasa hivi ya kombe la dunia, na goli hili nimejaribu kuhusianisha tu kuweza kukulinki pamoja na mashindano haya ya kombe la dunia na mvuto wake. Yote kwa yote, pia leo bwana Simba Sport Club wameweza kucheza vizuri kweli kweli na kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Pamba Jiji FC, mechi ambayo ilikuwa na kuvuta ni kuvute ya hapa na pale, kitu ambacho kimepelekea mechi hiyo kuna kadi kadhaa za njano kwa upande wa Pamba Jiji. Ninafikiri ni kadi kama 3 hivi kuelekea kadi 4 za mchezo ambazo zimetolewa, kadi za njano zilizotolewa na muamuzi, hii kiashiria kwamba mechi ilikuwa ni ya tough kweli kweli. Lakini pia tumeshuhudia goli zuri la Libasege na goli lingine ambalo la kwanza lilofunga Mpanzu Kibisawala hilo mechi hii ya leo. Sasa kwa kuangalia mechi hii ya leo, Simba alivyocheza, performance yake, unaiona wapi Simba kuelekea kinyang'anyiro hichi cha kuwania ubingwa wa NBC Premier League mwaka 2026, ikiwa wapinzani wao Dar es Salaam Young Africans jana waliweza kuibuka na ushindi dhidi ya Mashujaa FC, kitu ambacho kinaongeza ushindani mkubwa wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Tuandikie maoni yako hapo kuhusiana na goli hilo la Mpanzu, na pia unaiona wapi Simba kwa mechi hii ya leo, aliweza kucheza na kupata taswira gani baada ya kuibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Pamba Jiji FC pale uwanja wa KMC Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni Steven Kamili bwana, hii ni Spurs Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.